Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia. Ningependa sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nafasi hii na mimi nichangie walau maneno machache, lakini maeneo machache ambayo nadhani na mimi nikipata nafasi hii nitayasemea vizuri kwa ajili ya faida na manufaa ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli ni kwamba na mimi sitakuwa nyuma kuungana na wenzangu wote walioipongeza na kuishukuru serikali kwa utendaji wake mkubwa ambao kwa kweli unaonekana kwa vitendo na si kwa maneno peke yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na namna ambavyo amekuwa akishiriki kwa asilimia kubwa kuhakikisha majukumu yote ya wizara anayoisimamia yanatekelezeka kwa wakati na kwa namna ambavyo yamekusudiwa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda mimi nijikite kwenye mambo ambayo nimepanga kuyasema sana. Moja ni juu ya viwanja vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiofichika kwamba taifa letu sasa hivi baada ya kuwa lina uwezo wa kumiliki ndege lilizonazo leo, hakuna ukweli unaopingika kwamba ni lazima sasa tujikite kwenye kuimarisha viwanja vyetu vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeanza ujenzi wa viwanja hivi kwa muda mrefu. Vingine vilihitaji ukarabati mdogo, vingine vilihitaji ukarabati wa kati, na vingine vilihitaji ujenzi mkubwa ili viweze kufanana na maeneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila wakati nimekuwa nikisema juu ya uwanja wa ndege wa Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja huu kwa namna ulivyoanza na unavyopangiwa bajeti kila kukicha, lakini bajeti hii isipokamilika kama ambavyo imekuwa, leo tuna zaidi ya miaka 6 Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazungumzia uwanja wa ndege ambao unasafirisha abiria wengi kabisa kwenye nchi hii. Na mwaka jana nilisema hapa, na hata Mheshimiwa Waziri wa Utalii atakuwa ni shahidi yangu mimi. Ushahidi huu unatokana na ubora na umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mwanza. Rekodi tulizokuwa nazo mwaka jana, kama tutaendelea hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, tutamaliza miaka hii uwanja huu hautafanikiwa. Tumeshajenga jengo la mizigo, tumeshajenga jengo la kuendeshea ndege, lakini tumeshapanua uwanja wa ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila siku nasema huku ni sawa na kuvaa suti na kutembea na kanda mbili, hutaonekana nadhifu kwa sababu ya namna ambavyo unaonekana. Kwa mimi ni shauri sana serikali kwa bajeti hii ambayo tumeitenga safari hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwanja wa ndege wa Mwanza uwe ni sehemu ya kipaumbele, tukiwa tumeelekeza katika kukuza utalii, lakini tukiwa tumeelekeza katika kuendelea kulipa hadhi shirika letu la ndege, lakini ubora wa kiwanja chenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili nitaka nizungumzie juu ya TRA, Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipoamua kuikabidhi Mamlaka ya Mapato Tanzania jukumu la ukusanyaji wa mapato kwenye maeneo mbalimbali kutoka halmashauri, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mambo ambayo yatatupelekea miaka inayokuja tupoteze kabisa mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natoka kwenye jiji pale katikati Mwanza mjini. Leo ushuru wa mabango baada ya kwenda TRA, naamini tukiwaweka hapa watupe record watakazotupa hazitalingana na kila ambacho kilikuwa kinafanywa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, inaweza kupigwa gari mfano mkono, labda gari ya Pepsi ikapigwa mkono. Gari yenye trailer ikipigwa mkono inachukuliwa futi, inapimwa urefu, inapimwa na upana, mtu anatozwa shilingi 600,000, 800,000, 500,000 kwa gari moja. Ana gari 300 huyu mtu. Unategemea makampuni ya stahi yatafanya nini? Yalichoamua sasa hivi ni kufuta rangi, kufuta maandishi, wanabakisha rangi nyekundu. Pepsi atafuta maandishi ya Pepsi, atabakisha rangi ya blue. Kule watafuta konyagi, watabakisha rangi za njano. Badala yake ni nini Mwenyekiti? Mwaka ujao hatutapata hata shilingi 100 ya fedha ambayo tungeweza kuipata kidogo. Sasa mimi niombe warudi nyuma ambavyo halmashauri zilikuwa zinafanya, na wakifanya hivi tunaweza kukusanya, na mfano upo Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Rais alipoelekeza kukusanya kodi ya majengo kwa kiwango cha shilingi 10,000 na shilingi 50,000 kwenye nyumba zenye sakafu moja na kuendelea, imeleta mafanikio makubwa sana. Kwa nini hawataki kujifunza kufanya kidogo ili upate kingi? Sasa hii Mwenyekiti ni sehemu ambayo inatupa tabu sana. Lakini Mwenyekiti, swala la vitambulisho, na namshukuru sana Mheshimiwa Rais amelisema juzi. Yuko mtu anaitwa mtu mwendesha bodaboda. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu anayeendesha bodaboda tayari ameshatambuliwa na serikali. Ndio maana leo analipa
bima shilingi 76,800, analipa leseni ya pikipiki shilingi 56,000, lakini analipa kodi ya halmashauri ambayo inagawana 50% na SUMATRA 22,000. Tunapomwambia leo alipe 20,000 tunamkosea, na tunamkosea Mheshimiwa Rais kwa sababu sio sawa. Ni lazima tuwaache watu walipo na tuangalie namna ya kuwapunguzia mzigo na sio kuendelea kuongeza mzigo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri amezungumza juu ya uboreshaji wa bandari. Mheshimiwa Mwenyekiti, si sote hapa tunafahamiana na sote hapa tunafanya biashara kwa namna moja au nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, bandari ya Salama pamoja na upanuzi mkubwa tunaofanya leo hatuwezi kufanikiwa kwa sababu ya ushuru ya namna mbovu inavyoshughulikiwa ukusanyaji mapato. Leo Mwenyekiti, haya tusipoyasimamia, leo mtu ana boarded warehouse, huyu ni mtu anauza brands, ikifika wakati brands zimeisha, huyu mtu anaonekana lazima alipe kodi, wakati ambao sote tunafahamu namna anavyokwenda. Lakini lazima tukubali, tunapoboresha hizi bandari leo tunataka kuachieve nini? Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi ya mtu wa TPA ni nini? Kazi ya mtu wa mapato ni ipi? Lazima tukubaliane haya mambo yaende kwa pamoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimependa sana nizungumze juu ya habari ya mifuko yetu hii. Na mimi nitumie nafasi hii kuwapongeza sana wakurugenzi waliopata nafasi hizi. Ndugu yangu mkurugenzi wa PSSSF, ndugu yangu Kashimba, na ndugu yangu Elio wa NSSF. Mwenyekiti, tunaamini baada ya migogoro mingi sasa wanao wakati na wanafanya kazi kubwa sana. Huu ni wakati wao sasa wa kuhakikisha mashirika haya serikali inaona umuhimu wa kuyapunguza na kuyafanya mamoja, kuyaunganisha na yaende kutoa huduma bora, na kwa uwezo wao na sifa zao na kuwa kwenye sekta hii kwa muda mrefu, sina shaka watafanya kazi nzuri sana. Lakini la mwisho Mwenyekiti, imezungumzwa humu na mimi naomba hii niliseme kwa masikitiko makubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii jukumu lake na wizara kupitia sekta hii ya mambo ya ndani, kupitia sekta ya uhamiaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mdau mmoja amekuwa anasemwa sana humu ndani, na kila akitaka kusemwa sisi tunaguswa. Na bahati nzuri Mheshimiwa, kila akitaka kuongea anasema najua wako watu humu wataumia. Mimi ni mmoja wa watu wanaoumia, naomba nikiri hivyo Mwenyekiti. Kwa sababu mtu huyu ni mwekezaji. Haijalishi ameishi hapa miaka mingapi, kutaka kupata leo uraia sio jukumu la wizara kusema apewe au asipewe. Jukumu la wizara ni kuhakikisha haki na utaratibu na sheria zimefuatwa. Leo mtu akitaka kuomba uraia kutumia utaratibu anaambiwa amehonga pesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nitegemea sana Mheshimiwa Waziri aombe hapa, kama kuna ushahidi unatumika, kama huyu mtu ni mhalifu, kwa nini asishughulikiwe? Asante Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Mabula.